Ile hali tulimekuwamo katika kipindi cha maombi, msingi wa lile neno umetuongoza hadi wakati ambao mtumishi Apostle Dennis ametuongoza katika kipindi cha maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tumeona neema ya hali ya juu isiyo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika nafasi hii nataka tuende moja kwa moja hadi kwa somo letu la leo, na natumai kwamba Mungu atatubariki sisi sote na tutainuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe wetu wa siku ya leo nataka tuzungumzie kuhusu kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya Mungu. Kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya Mungu. Utanifunulia kitabu chake cha Wakorintho wa pili, mlango wake ni wa 8, mstari wake mdogo ni wa kwanza. Alafu tutasoma naye kitabu chake cha Kutoka 25, mstari wake mdogo ni wa 2. Wakorintho wa pili mlango wa 8 mstari wake mdogo ni wa kwanza. Yes. Kitabu ni Wakorintho wa pili. Wakorintho wa pili 8. 20. Kuanzia penyewe. Kuanzia penyewe Biblia inasema, ndio. Basi sasa ndugu, nataka ninyi mjue kuhusu ile neema ambayo Mungu amewapa makanisa ya Makedonia, pamoja na majaribu makali na tabu walizopata. Furaha waliokuwa nayo ilikuwa kubwa, ingawa walikuwa maskini kupindukia. Kwa upande wao walifurika kwa wingi wa ukarimu. Kwa maana nashuhudia kwamba wao walitoa kwa kadri wawezavyo, hata na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe, wakitusihi kwa bidii wapewe fursa ya kushiriki katika huduma hii ya kuwasaidia watakatifu. Mstari wa 5. Wala hawakufanya tulivyotazamia, bali walijitoa wao wenyewe kwa Bwana kwanza, na ndipo wakajitoa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninapozungumza tunaelewa kuna mtu anajua kutoa ni fedha tu ama sadaka. Kuna matoleo tofauti na kuna matoleo mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo naenda kuzungumzia vipengele kadhaa, viwili ama vitatu kuhusu matoleo. Na si matoleo tu, kwa ajili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiza kwanza, kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, tunaweza toa kwa ukarimu, lakini kwa ajili ya nini? Tunaweza toa kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kwa ajili ya wengine tunaweza toa kwa ajili ya matanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wengine tunatoa kwa ajili ya harusi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya mahitaji ya watu ambao wako karibu na sisi ama kando kando na sisi. Lakini leo tunazungumzia kutoa kwa ukarimu kwa ajili ya Yesu Kristo. Inasema hivi: tena ndugu zetu, tuwaarifu habari ya neema ya Mungu mliopewa makanisa ya Makedonia. Sikia, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunawazungumzia kuhusu ile neema mliopewa. Kwa hivyo kwa njia nyingine, kutoa sio kutoa tu kwa kila mtu, ila ni kwa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anatuzungumzia kwa ile neema tuliopewa kwa makanisa. Ile neema mliopewa kwa makanisa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Ingawa kwa kung'ang'ana kwenu, ama kwa umasikini mliokuwa nao, ama kwa shida mlizokuwa nazo, lakini mlipokea neema katikati ya dhiki, katikati ya mateso. Ninazungumzia neema mliopewa, enyi makanisa. Paulo anatuambia, Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 2 akasema hivi, maana walipokuwa wakijaribiwa kwa dhiki nyingi, wingi wa furaha yao na umaskini wao uliokuwa mwingi uliwaongezea utajiri wa ukarimu wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji amezungumzia asubuhi jambo linaitwa hekima. Haleluya. Akatusomea mambo mawili matatu yanayofuatana na mtu aliye na hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tumepata jambo linaitwa ukarimu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukarimu. Mtu mkarimu ni mtu aina gani? Ama ukarimu ni nini? Natumai tuko na ukarimu ni nini? Ya ndugu Robert, utakia mwingine ukarimu. Apostle Dennis. Someone who is generous, who gives without expecting back. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yule mtu anayejitoa, ama anayetoa, ama anayepeana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anayepeana bila kutarajia chochote kizuri kutoka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatoa kwa moyo kwa ajili ya utukufu wa kesho. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mstari wa 3 anasema hivi. Sikiza mstari wa 3. Ametuambia namna hii, maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Si ndio? Kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wao wenyewe. Mtu anafunulie Kutoka 25 mstari wake mdogo wa 2. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa uwezo wao na hiari yao. Haleluya. Walijitoa wao wenyewe, sio kwa kuambiwa ama kushurutishwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa uwezo wao, Kutoka 25 mstari wake mdogo wa 2. Kwa uwezo wao na hiari yao. Soma msomaji. Biblia inasema, waambie Waisraeli waniletee sadaka. Utapokea sadaka kwa niaba yangu kutoka kwa kila mtu ambaye moyo wake wapenda kutoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiari yao, kwa kupenda kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kulingana na kila ambacho wanapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaambia Musa, waambie. Haleluya. Lakini si kwa kila mtu. Kuna wale tuliitwa wengi, lakini tulichaguliwa wacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo hii iko na inaonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema Eva, kitabu chake cha Wakorintho wa 2 mstari wake mdogo wa 3. Maana na washuhudia kwamba kwa uwezo wao na zaidi ya uwezo wao, kwa hiari yao wenyewe walitoa vitu vyao. Mstari wa 4, sikia. Wakituomba sana pamoja na kutusihi kwa habari ya neema hii na ushirika hili la kuwahudumia watakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilifika wakati, kipindi fulani, watu wa Makedonia, watu wa kanisa la leo, haleluya, hawakuangalia ni kipi kinaendelea kwao. Hawakuangalia ni kipi kitaendelea. Hawakuangalia ni jambo lipi linawasonga. Hawakuangalia ni vipi kutakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila waliangalia lengo. Kwa neema hii tumepewa leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa neema hii tumepewa leo, na tuitumie kwa ajili ya Yesu Kristo. Mstari wa 5 akasema hivi, sikia. Tena
walitenda hivi si kama tulivyotumaini tu, bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana. Haleluya! Bali kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana, na kwetu pia kwa mapenzi ya Mungu. Kwanza walijitoa nafsi zao kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya! Walijitoa wao wenyewe kwa hiari yao, kwa kupenda kwao, kwa kutaka kwao, kwa ajili ya Yesu Kristo, si kwa ajili ya mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona haya mafunzo ambayo tunafunzwa siku ya leo kwa makanisa, yule mtu yeyote aaminie na yeyote ambaye anayekubali kwamba ni kweli na ni amina, huyo mtu hautamwambia afanye kile kitu ambacho ulimfunza, atafanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautamwambia atembee kwa ile njia ulimfunza, ataitembea, maana tayari ameamini kila ambacho alifunzwa kwa Biblia ni kweli na ni amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Anaamini, na mtu kama huyo ndiye rafiki wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye aaminie na kukubaliana lile neno, yeye aaminie, si yeye ashikae sheria, hapana, ni yeye aaminie. Sio wale wanaotimiza sheria, hapana, maana walitimiza baadaye, walikuja wakakosa kuamini ile sheria, maana ilikawia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ilikawia kutimia, wakaanza kujitengenezea yao. Sasa na yetu ikae hivi. Lakini wale walioamini hawakuangalia muda wala majira wala safari. Bwana Yesu asifiwe sana. Waliamini kwa lile neno na wakalitenda, wakalitimiza. Hao ndio waliofika. Sasa huyo ndiye Mungu anatafuta siku ya leo, kujitoa kwa hiari kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sio tu kutoa vitu vyetu. Kwanza sikia mstari wa 5. Walijitoa nafsi zao kwanza. Walijitoa nafsi zao kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Baadaye wakaja wakajitoa kwa ajili yetu. Yesu akatuambia, huwezi sema unanipenda, Bwana Yesu asifiwe sana, na unachukia nani? Ndugu yako, si ndio? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo yule ambao umekaa naye, huyo tarajia Mungu ndani mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyo jirani yako, huyo tarajia nani? Mungu ndani mwake. Haleluya. Walijitoa kwa ajili ya Yesu Kristo, walitoa nafsi zao. Hawakuanza na vitu ambazo walipewa, nafsi. Hawakuangalia katika yale mateso, katika zile dhiki, katika yale majaribu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walijitoa kwa ajili ya Yesu Kristo. Kujitoa kwa hiari kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana sisi sote hapa, ama wengi weo ambao hawako hapa, tumefunzwa ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini are we ready kujitoa kwa ajili ya huu ufalme? Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko tayari kujitoa kwa ajili ya huu ufalme? Kutoka kaambia Musa, ambia wana wa Israeli, sikia, ambia wana wa Israeli wanitolee vitu vyao ama sadaka zao. Na ni kwa wale ambao wanapenda kutoa, kwa wale ambao wanapenda kujitoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale ambao wangependa kujitoa ni nani? Wale ambao walisikia wakaamini. Haleluya. Wale ambao walilisikia wakaamini, wakasema ama ni kweli, lililosemwa liko hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Leo hii tuko tayari, tunafunzwa leo. Are we ready? Tuko tayari kuliamini na kulitenda kulingana na vile limeneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yesu anatuambia mwenyewe, anachukizwa na yule mtu asiyeamini. Sikia, kuna sheria, kuna vitu mbili. Kuna sheria na kuna imani, si ndio? Kuna sheria na kuna imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Musa na watu walitembea kwa sheria. Ni sheria ilikuwa inaongoza, ukifanya hii, kulikuwa ukichinja, unachinja, kuna dhambi, kuna sadaka ya dhambi, kuna sadaka ya usherati, kuna sadaka ya, silikuwa sheria ilikuwa hivyo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu mwenyewe akatuambia, ukisoma katika kitabu chake cha Warumi, I think Warumi 3 hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Inasema vile mwanadamu, haleluya, vile mwanadamu alileta mauti duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye hivyo hivyo mwana wa Mungu ameleta uzima duniani. Sasa mauti yalitokea wapi na uzima ulitokea wapi? Mbona hatujaishi katika hayo mauti? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wakati ule kulikuwa na sheria. Wana wa Israeli walikuwa wanatembea kwa sheria. Lakini Mungu akaangalia hii sheria, hao watu nikiwaachia hii sheria hawatafika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kaleta jamaa anaitwa mmoja, akaitwa Abrahamu. Abrahamu akatembea kwa imani. Tukaitwa wana, akaambia Abrahamu, na kwa uzao wako, Bwana Yesu asifiwe sana, uzao wako utabarikiwa. Haleluya. Na utakuwa mwingi kuliko huu mchanga wa bahari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sikiza. Akaleta mtu anaitwa Abrahamu, akatuita uzao wa Abrahamu. Kwa nini atuita uzao wa Abrahamu? Tulizaliwa na Abrahamu, tuliumbwa na Abrahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maana yeye ndiye mtu aliyetembea kwa njia ya imani, sio njia ya sheria. Sasa akaja, Bwana Yesu asifiwe sana, yeyote atakayetembea kwa njia ya imani. Imani sio sheria. Maana niliwaambia, utakapoamini chochote kilichoandikwa kwa Biblia, Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, hautahitaji kuwekewa mipaka. Maana mipaka ndio hiyo sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautahitaji kuwekewa mipaka. Haleluya. Na hautatenda dhambi, hautapatikana kwa dhambi, maana Biblia haikubali dhambi. Kwa hivyo yeyote atakayeamini hilo neno na kusema ndio na niamina, Bwana Yesu asifiwe sana, dhambi haimu ndani mwake tena. Haleluya. Lakini kwa nini tunapatikana bado kwa dhambi? Mbona tunapatikana bado kwa dhambi? Bwana Yesu asifiwe sana. Maana lile lililonenwa hatulishikilii maanani. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaenda kama babu zetu walivyofanya, tunafanya jinsi walivyofanya. Lakini leo hii anatafuta yule ambaye atakayejitoa kwa hiari kwa ajili yangu mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akaangalia wana wa Israeli katika ile safari waliokuwa wanatembea, akatazama, akaangalia, hapana, Musa, sasa nimeona hawa watu sio wote, Bwana Yesu asifiwe sana, ila waambie, na ukiwaambia kwa wale, maana sote tunafunzwa, lakini sio wote watakao lipokea lile neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile ambayo linanenwa, wengi litaanguka kwenye miba, wengine litaanguka, watasongwa na mawe kwa njia, wako na shughuli zao, wengine litaanguka kwa mawe, wengine huku na huku. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini akawaambia, kwa wale waliopondeka mioyo, wale watakao liamini, wale wenye moyo, wale walio na moyo wa kujitoa kwa hiari. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Makanisa ya leo tunaambiwa usijitoe kwa ajili ya mwanadamu, usifanye kwa ajili ya mwanadamu, na usifanye kwa ajili ya kupendeza mtu aliye kando yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Usije ukafanye kwa ajili ya kupendeza yule ili asije akakufanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanya kwa ajili ya Yesu Kristo. Haleluya. Hawako katikati ya majaribu na dhiki, walijitoa, na walijitoa zaidi ya matarajio ya mitume. Walijitoa zaidi ya matarajio ya mitume. Huenda mitume walikuwa wamewaambia, ikifika siku ya Alhamisi tupatikane kanisani, si ndio? Jumapili saa 3 tuwe kanisani. Lakini wao walijitoa zaidi Jumatatu hadi Jumapili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hawakuenda na sheria, maana sheria ilikuwa Alhamisi na Jumapili, si ndio? Sheria ilikuwa hivyo. Lakini wao wakaja kwa njia ya imani, wakajitoa kwa hiari. Hatutatembea na sheria. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tunaamini tunayemwabudu anapatikana wakati wote, na anastahili kuabudiwa kila saa na kila majira. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana walikaa wakaangalia maandiko, anatuambia anakuja kama mwivi, hatujui saa
wana dakika. Sasa tukienda na hii sheria, Bwana Yesu asifiwe sana, huenda anaweza kuja siku ya Ijumaa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama siku ya Jumatano, na sisi tungoje siku ya Alhamisi tumkuta ashanyakuwa na ameenda. Sasa anatafuta wale wa kujitoa nafsi zao kwa hiari, si kwa kusukumwa, si kwa kuambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Neno limehubiriwa kwa magari, tumehubiriwa barabarani, sokoni, manyumbani mwetu, hata kwa vyombo vyetu vimehubiriwa neno. Hapa kanisa linahubiriwa juma kwa juma. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini je, miongoni mwetu kunaye yule atakayeamua, haleluya, kujitoa kwa hiari kwa ajili ya hilo neno? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Yule ambaye hata ngoja ambiwe, my brother do this, my sister fanya hii, yule ambaye atafanya kwa ajili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa ni mitume, wanashuhudia kwa lile kanisa la Makedonia, wanashuhudia, yaani wanatangaza habari zao. Hao watu tuliwaambia tukutane saa 8, lakini saa 2 tuliwakuta hemani. Hata wanashangaa, hii ni imani ya aina gani? Hii ni imani ya aina gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Wanashangaa. Sasa je, sisi watakao tushuhudia watasemaje mbele ya Mungu? Watasemaje mbele ya malaika? Watasemaje siku ya unyakuzi? Kwamba hawa watu tulioambiwa wafanye walifanya zaidi, ama tulioambiwa wafanye wakakengeuka? Watasemaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hii anazungumzia kanisa la Makedonia. Huenda Makedonia leo ni Kayole hapa. Leo hii kitabu kisome pale mlangoni, kianze kusoma matendo ya kila nafsi, maana walijitoa kwa nafsi zao. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kianze kusoma matendo ya kila nafsi, matendo kulingana na mafunzo ambayo tumefunzwa, matendo kulingana na maelekezo ambayo tumeelekezwa. Kitabu kianze kusomwa. Je, hao watakatifu watasemaje kukuhusu wewe na mimi? Ni habari gani itapelekwa kuhusu wewe na mimi? Bwana Yesu asifiwe sana. Nimekuambia kujitoa si kwa vitu ambazo umetafuta wewe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhabihu ya kwanza ni wewe mwenyewe. Umejitoaje kwanza? Tumeambiwa hapa hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hana kiburi. Na hekima ni nani? Ni Mungu. Aliye na Mungu ndani mwake hajioni yeye, hajitangulizi, anatanguliza Mungu kwanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na palipo na Mungu, popote pana machafuko, hekima ndio hutangulia, ndiposa vitu zingine zije. Sasa Bwana Yesu asifiwe sana. Hekima ndio hutangulia. Sulemani hakuangalia wewe umeua mtoto, hapana. Kilichotangulia kwanza ni ile hekima. Mungu aliye ndani mwake ndiye alitangulia pale. Fanya hivi, leta huyu mtoto, aleta panga. Tunasema ni wako, unasema ni wako, pasua katikati, kila mtu achukue wa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo hii hao watakatifu walikuwa nashuhudia, watu wa makanisa la Makedonia walikuwa wanatangaza habari zao. Hakika hatujaiona wana ibada kama hawa, hatujaiona wana ambao wanashika imani kama hawa. Walikuwa wanatangaza habari za kanisa. Sasa leo Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nani aliye tayari ambaye atasimama mbele za Mungu aambie Bwana, kwa ajili ya huu ufalme, haleluya, sitaangalia ni kipi, ni diki gani iliyo ndani, ama sitaangalia ni jaribu gani ambalo linanikumba, nitaangalia msalaba, na sitatanguliza watoto wangu ama mume wangu ama mke wangu. Biblia inasema ya kwamba walitangulia kwanza Mungu, hawakutanguliza wanadamu. Baada ya Mungu ndiposa wanadamu wakafata, na wanadamu ni wewe, sio huyo. Haleluya. Baada ya Mungu kupokea utukufu, hasa ndio mwanadamu apite. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya Mungu. Sasa leo hii nisomee mstari wake wa 4. Wakorintho wa pili mstari wake mdogo. Wakorintho wa pili 8 mstari wake mdogo wa 4.
4. Biblia inasema wakitusihi kwa bidii wapewe fursa ya kushiriki katika huduma hii. Sikia, ngoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakatuomba kwa bidii, walitusihi wapewe fursa kwa ajili ya kushiriki neema hii. Maliza alafu kae chini. Yes. Wakitusihi kwa bidii wapewe fursa ya kushiriki katika huduma hii ya kuwasaidia watakatifu. Wala hawakufanya tulivyotazamia, bali walijitoa wao wenyewe kwa Bwana kwanza, na ndipo wakajitoa kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Funikia hapo. Haleluya. Nataka kila mtu ainue kalamu na kitabu. Tuachane na Biblia kwanza. Inua kalamu yako na kitabu. Inua juu. Inua juu, usiogope. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haya, tuweke chini wenye tu. Wala hawana kalamu na kitabu, inua mkono. Nikimaliza tu hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Zile quote zote nimezisoma. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mlango na mstari. Mlango na mstari. Na tunakaa. Tuachane na wale wameandika. Niko dakika 2 hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ati walitusihi sana. Pamoja na kutusihi, walituomba sana. Pamoja na kusihi kwa habari ya neema hii. Hao watu walitamani watembee kama mitume. Walitamani wajitoe kama mitume walivyokuwa wamejitoa. Walitamani sana. Wakawasihi wale mitume, tafadhali mkienda popote mnaenda, Bwana Yesu asifiwe sana, tunaomba hii neema iwe pamoja na sisi. Tafadhali. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafadhali tunaomba popote mtaenda, hii neema mmebeba iwe pamoja na sisi. Leo hii tumekuwa kama Simeoni. Kwa sababu tuko na fedha, tutapeana tu na ile maandiko yatakaa ndani mwetu. Simeoni alijaribu kununua. Aliwaambia mniuzie. Hii neema mlio nayo Bwana, niwapatie nini Bwana? Bwana Yesu asifiwe sana. Sijasema nyinyi wachawi. Na huenda mnaweza kuwa wachawi msipojua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Maana hatuamini kwa kile ambacho tunaambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuliambiwa raundi hii mwaka huu tufanye vitu na matendo. Tuongee vikitendeka. Kitabu hatuna, kalamu hatuna, Biblia. Na kuna mtu analipia simu 30,000 hapa. Kila siku 80 bob. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila siku shilingi 80. Kuna mtu analipia hapa saa hii. Na kitabu shilingi 25. Kalamu shilingi 10. Biblia shilingi 100. Hata kuna 500 saa hii. Hata kuna zingine zinagawa shule bure. Ziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Bado tunataka tutembee katika sheria. Tuwekewe mikakati, tuwekewe sheria. Usipokuwa na kitabu usiingie. Ndio tunataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Anatafuta ule atakayejitoa kwa hiari. Kwa hiari. Mandia, baba, neema hii inapokelewa na wale wanaotaka. Sio wale wanaoambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hao watu waliziki mitume. Watembee na mitume, wafanye kama mitume wanavyofanya, maana walijua hiki kitu hakipatikani kwa kusikiza tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinapatikana kwa kutenda. Msio wasikivu tu, bali muwe watendaji. Haleluya. Utasikia leo ukifika hapo unapigiwa simu school fees, maandiko yameenda yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni wale wenye neno lilianga wakiwa kanjia, wanasongwa na mawazo. Bwana Yesu asifiwe sana. Misongo ya dunia inawasukuma. Haleluya. Hao watu kanisa la Makedonia waliambia mitume, tafadhali tunawaomba, hii neema mmebeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii neema. Haleluya. Hata tunaomba neno lenu moja tu likae nyumbani mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ninapomaliza, kabla tuendelee kwa vipindi zingine, Bwana Yesu asifiwe sana.
Jiulize. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kuwa hapa ni kwa ajili yako kwa kumtafuta Mungu, ama ni kwa sababu leo ni Jumapili? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe kuwa hapa ni kwa ajili yako kumtafuta Mungu, ama kwa sababu kila ambacho kilikuwa kiliisha, sasa umekujia kingine? My friend, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jitafute vizuri na ujichunguze. Jitafute vizuri na ujichunguze. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu mwenyewe anatuambia haizi chukua chakula cha watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Akapeana nguruwe. Haleluya. Nguruwe ni nani? Anaogeshwa, anaenda anaoga, anaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Anakula na anapiga kelele. Anakula, anafanya nini? Usiwe wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Fanyika mwana. Mwana anafuata maagizo ya baba yake, na mwana hutembea vile baba yake anatembea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtoto wa mfalme hukaa kama mfalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Mtoto wa mfalme anafaa afikirie kama mfalme. Baba alifanyaje ndiposa akafika mahali hapa? Mtoto wa mfalme haangalii zile vitu, ama mwana wa tajiri haangalii zile vitu mzazi amezitengeneza. Anaangalia kiini cha hizi vitu kufika hapa ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajitoa yeye mwenyewe kutafuta kiini cha zile vitu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tuombe Mungu atusaidie, anazungumza leo. Na tusimame kwa hiari. Fanye kwa hiari, my brother. Yule mtu, ukitaka kujua yule mtu ambaye anafanya kwa sababu wanadamu wamesema. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kama huyo sahi jambo likiongelewa hapa, namba 1 kujikwaza. Sahi hapa yule mtu ambaye hafanyi kwa hiari kwa sababu ya Mungu. Sahi hapa hata kama wanafunza dunia mzima, ni yeye amefunzwa. Hata kama ni kitu kinaendea Trump, ni mimi huyo. Hakuna Trump hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So be keen. Why are you here? Mbona uko hapa? Akatuambia linda mguu wako. Linda mguu wako unapenda nyumbani mwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni heri kwenda kusikia kuliko kutoa dhabihu za wapumbavu. Maana baada ya kusikia utatenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini ule akotoa anatoa kwa sababu ako nazo, kiburi. Na kesho utaanguka. Maana zitaisha. Zile ambazo unatoa sio zako, ni za mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. So jichunguze. Mbona uko hapa? Na umekuja kufanya nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Jitoe kwa moyo kwanza. Kwenda mimi nimesindikiza dada yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisiwe nimesindikiza, niwe nimeenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisiwe nimesindiki. Usiwe kama yule jamaa alikaa kwenye birika miaka 38. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika ile birika walikuwa na wagonjwa wengi sana, hata kukuliko wewe. Lakini kwa sababu macho yake yeye kwanza, Bwana Yesu asifiwe sana, hakutazamia Mungu. Aliangalia wale ambao wanaponywa, wale ambao na yeye ni mgonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaangalia wale wanaenda. Haleluya. So usiwe miongoni mwao mwa kutazama wale wamekuja na wale hawajakuja. Itazame wewe. Pigia Yesu makofi mazuri. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. So Mungu awabariki, awatende mema na aonekanie. Haleluya. Kuwa mtu mwenye kutenda kwa hiari. Usitende kwa sababu leo inafaa itendwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiabudu kwa sababu leo ndio siku ya kuabudu. Mungu anastahili kuabudiwa kila saa na kila dakika na kila sekunde, maana hatujui siku wala masaa. God bless you.